Yani hawataki usimame kwa ajili ya familia fulani. Na uzuri wa nabii, Mungu akishamsimamisha kwenye boma, haachio boma. Yani hata kama uji kanisani utaombewa mpaka moto iwake kule, utakuja tu. Yani ukishaniruhusu tu kuingia kwenye boma katika ulimwengu wa kiroho, basi pigia Yesu makofi zaidi. Tayari mume wako atakuwa na nguvu. Hebu fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, ndiye ataenda kutembea hivi, atakuwa kijana. Sawa? Haya, ubarikiwe. Shangilia kwa Bwana. Teseka kwa sababu hutoi sadaka. Leo unamwambia nini Mungu? Unamkumbusha nini? Isaya 43 mstari wa 26, naomba nisome. Sikiliza hiyo mama, neno lako hili. Mimi ni mtendakazi tu kwenye shamba ya Bwana, sio kwamba mimi ndo nagawa riziki. Sawa? Isaya 43 mstari wa 26. Karibu. Amesema unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako uweze kupata haki yako. Maana yake unapofanya kazi kama utoi sadaka, kuna siku utakuwa na shida. Utamdai nini Mungu aenda akakutendee? Utamdai nini Mungu? Utamwambia nini Mungu? Utamkumbusha nini Mungu? Utoi sadaka, utoi zaka, utoi chochote. Hilo ni somo lako la kumkumbusha Mungu. Kwa hiyo hata kama umeshatoa sadaka mwaka jana, mkumbushe Mungu kwamba nimekupa. Sasa wewe utoi sadaka, hujawahi kutoa hata fungu la 10 kwenye hiyo kazi yako. Sasa kuombeaje mtumishi? Sema tu mwenyewe. Mpe mic atasema. Sema nimejifunza. Kwa sababu leo sadaka yako inaweza kuzungumza. Je, sadaka gani umeshatoa sasa izungumze katika madhabahu, katika mbingu, kumwambia Mungu hebu fanya. Ipo? Sasa hujajenga kanisa, hujanunua kiti, hujatoa fungu la 10, hamna kitu. Namdai nini Mungu? Hebu naomba msomee hilo somo. Kitabu cha Isaya 43:26 mstari. Ndiyo. Unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Haki yako. Unapotoa leo sadaka, kuna haki zako kwenye ufalme wa serikali ya Mungu. Kuna haki zako. Kuna saa unapata shida. Ndio maana leo tumesema maandalizi ya kiroho. Amen. Piga makofi kwa Bwana. Hata kama leo umekosa sadaka kuja hapa, umekosa sadaka leo kutoa, mkumbushe Mungu ile Ijumaa na Jumapili iliyopita na mwezi uliopita, mwambie Baba nibariki bana, kwa sababu sijuzi hata mimi nimekutolea. Mkumbushe katika nafsi yako. Hapa tutatenda miujiza, lakini bila kufundishana hamtutafunguka. Na ndio maana mtu akiwa hoi yuko kitandani anamwambia Baba, Mungu kumbuka kazi yao nimekufanyia jamani kazi. Mungu anasikia. Kama ulikuwa unakufa, nabii akisema Mungu naomba mkumbuke ile mtoto wangu ameninunulia hata viatu jamani. Unafungua macho unasema naondoka mimi kesho. Toki. Sikai hapo hospitali. Haleluya! Mpigie Bwana makofi. Nabii mwenyewe anakumbusha kule, naona mkumbusha. Familia zingine zinateseka kwa sababu hawana kitu cha kumwambia Mungu. Nani amefunguka? Mwambie jirani yako tunaandaliwa kiroho. Sisi pole sana. Sasa nakuombea leo, alafu Jumatatu kesho uende. Amina. Uende pale getini chao. Amina. Ongea nao watakukubali. Amina. Haya. Simama hapo. Inua mikono yako. Roho uchungu kimbia. Roho uchungu kimbia. Toweka kabisa. Madhabahu ambayo ilikuwa inakunyanyasa haitakunyanyasa tena. Naangusha ufalme katika jina la Yesu.
Leo alikuwa amejaa uchungu mwanangu huyo. Umepata amani kwanza? Pole sana. Usiku unaona hujalala. Unaangalia bati tu hivi. Hujalala kitandani kwako. Ni kweli baba. Pole. Sasa fata neno la Mungu. Ndiyo. Fata watu wa imani, kwa sababu sisi ni mababa tu wa imani. Tunawafundisha ili muwe karibu na Kristo. Na uzuri wa nabii hana dini. Ukija kwa wapagani yupo, ukija kwa Waislamu yupo, ukija kwa mimi sina dini, niko kwa ajili ya wote, sawa? Ndio baba. Pole sana. Usilie tena. Na kesho kuna kitu Mungu atakufanyia. Amina baba. Alafu na wewe ukipata sasa sadaka, wewe unatoa. Amina. Kwa sababu unadai umekula hela nyingi sana iseme. Pigie baba makofi. Pole. Amekula hela nyingi. Alafu ikafika mahali shetani akamwambia hapo sihusiki tena. Kutoa sadaka, kwa mfano unapata 100,000, toa fungu la 10,010. Wakristo wakati wanaomba hata usiku, yale maombi ya kufanyaje? Ya kuguse. Pole sana. Wewe mtoto mzuri tu, wala una shida. Ni kama ile mtoto alioenda kula kwa anasa, kwa nguruwe, akasema ngoja kwa baba kuna chakula, akarudi kwa babake akaendelea. Kwa hiyo na wewe umerudi kwa Mungu, basi Mungu atakufanyia.